si rahisi, lakini kwa ajili ya wema wa Mungu. Amen. Najua wengi hamnijui. Naitwa Moses Changawa, ni Mgiriama wa Vitengeni, Mwangare, Mwaeri. Leo nimesema tunaangalia kuhusu usiogope. Amen. Ama kuwa hodari katika Yesu. Kuwa hodari katika Yesu. Nani ambaye anapata? Mama tusomee pale. Isaya 41 mstari wa 10. Nitasoma. Naam. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Isaya 41 mstari wa 10. Nimeona. Samahani. Mstari wa 10. Yes. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Nitakutia nguvu. Naam. Nitakusaidia. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amen. Mungu mwenyewe akawa anaongea na wana wa Israeli kwa sababu walikuwa wanateseka, walikuwa wamezingirwa na mataifa ambayo yako na nguvu kuwaliko. Mungu mwenyewe akawa anawaambia kwamba msiogope kwa maana mimi ni Mungu, usifadhaike. Amen. Nitakutia nguvu na nitakusaidia, nitakushika katika mkono wangu wa kuume. Amen. Basi huu ni mstari mmoja, lakini tukiwaangalia uko na maana za ndani kidogo, kwa sababu akisema kwamba usiogope kwa maana mimi ni Mungu wako. Amen. Yaani hapo anamaanisha kwamba yuko na ahadi ya uwepo, anapatikana pale ambapo huko Mungu anapatikana. Amen. Tena akisema kwamba usifadhaike kwa maana mimi niko pamoja nawe. Amen. Hapo pia Mungu anatoa ahadi ya uhusiano. Amen. Mungu anatoa ahadi ya uhusiano na kwamba usifadhaike maana mimi nani? Mungu yuko pamoja nawe. Amen. Tena anasema kwamba nitakusaidia. Amen. So inamaanisha kwamba hawa watu walikuwa watafikia wakati ama walikuwa ile wakati wanavunjika moyo, lakini Mungu anawaambia kwamba nitakusaidia. Amen. Nitakusaidia. Hii inamaanisha kwamba Mungu alikuwa atawasaidia, ama alikuwa atawaokoa, ama alikuwa atawasaidia. Najua kama mwanadamu inafikia wakati unavunjika moyo, ila kimwili ama kihisia ama kiroho, lakini Mungu anasema kwamba nitakusaidia. Tena anasema kwamba nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika katika mkono wangu wa kuume. Amen. Mungu akisema kwamba nitakushika katika mkono wangu wa kuume, anamaanisha kwamba ama ni ishara ya kwamba ni ishara ya nguvu, ni ishara ya mamlaka na ni ishara ya ulinzi. Mungu akisema kwamba nitakushika katika mkono wangu wa kuume, anamaanisha kwamba utakuwa uko na nguvu, utakuwa uko na ulinzi na utakuwa uko na mamlaka. Amen. Kwa hivyo siku ya leo pia ni jukumu letu kama sisi wa Kristo tusiweze kuogopa ama tukaweze kuwa hodari mbele za Yesu ambaye tunamtumikia. Na tukisoma ile kitabu ya Isaya 41 mstari wa 13 inasema ya kwamba kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika katika mkono wangu wa kuume. Amen. Nitakwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Amen. Haya ni maneno ya Mungu ambayo alikuwa akimwambia mtumishi wake Yakobo ya kwamba siweze kuogopa, maana Mungu mwenyewe alikuwa atamshika mkono. Na tumesema kwamba ukishikwa mkono na Mungu kama kuume, inamaanisha kwamba utakuwa na ulinzi, utakuwa na mamlaka na pia utakuwa na nguvu. Amen. Kwa hivyo tukisoma kitabu na kwamba Mungu mwenyewe alikuwa anaongea na Yakobo ya kwamba
akaweze kuwa hodari. Amen. Ila tukiangalia kitabu kingine hapo cha Isaya 1:9 anasema kwamba je, si mimi niliyekuamuru? Yaani Mungu anaongea na Yoshua anasema kwamba je, mimi si niliyekuamuru? Amen. Kwa kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa maana mimi nitakuwa pamoja nawe kila uendako. Amen. Yaani hapa ilikuwa suluhisho ni kuwa tu hodari mbele za Mungu, ni kuwa tu unakuwa na ujasiri na haya mambo ya Mungu. Amen. Kwa sababu kama ni maisha ambayo tunaishi maisha leo yako na changamoto mbalimbali, lakini ukiangalia wewe, mwangalie Mungu wako, unakuwa jasiri mbele za Yesu Kristo ambaye tunamwabudu. Amen. Kuna njaa itakuja ipite, kuna chuki itakuja ipite, kuna vifo vitakuja vipite, siasa zikuja zipite, mambo mengi ya kuvunja moyo kuja yapite, mambo mazuri ya kuja yapite, tutakuwa na maharusi, tutakuwa na vitu nyingi, lakini huu wakati ambapo kama hizi vitu zinakuwa, inafaa wewe mtumishi wa Mungu unakuwa hodari. Amen. Unakuwa shujaa. Amen. Hauogopi. Wewe lako ni kuangalia Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo vifo vikuje, tumwangalie Yesu Kristo. Njaa ikuje, tumwangalie Yesu Kristo. Chuki ikuje, tumwangalie Yesu Kristo. Tusiweze kuogopa. Maana tukisoma kitabu cha Zaburi 57:11 inasema ya kwamba namtumikia Bwana, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Amen. Bali maneno ya Daudi ameangalia akaona kama mwanadamu hakuna kitu ambacho anaweza kudanganya Daudi, akavunjika moyo. Ndio maana sema kwamba nimemtumaini Bwana, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Amen. Mwanadamu yuko na vitu vingi ambavyo anataka kuambia mpendwa, ukavunjika moyo, ukakosa amani, ukasikia huko umesengenywa, ukasikia huko umeongelewa vibaya, ukasikia huko umefanywa hivi. Lakini nakwambia ya kwamba mchana wa leo, kuwa hodari mbele za Yesu. Mwangalie Yesu anasemaje? Mwangalie Yesu huyu anapambana katika maisha yako. Amen. Amen. Kwa hivyo kama ni Wakristo, tukaweze kumtumaini Yesu Kristo, tukaweze kuwa hodari mbele za Yesu. Yale mateso unayopitia, ile kazi ambayo huna, mtumaini Mungu, endelea kumwomba Mungu, usiogope. Ile ndoa ambayo unaitaka, endelea kumwamini Mungu. Ile kazi ambayo unaitaka, endelea kumwamini Mungu. Kila kitu ambacho, ile mtu ambayo unaitaka, endelea kumtumaini Mungu. Usiweze kuogopa. Utasikia utaweza, utasikia huko hawezi kufanya hivi. Wanataka kuwa mwimbaji sababu ya kuvuja moyo. Wewe utaweza kuimba wewe. Kwenye huko hawezi imba. Wanataka kuwa mwenye kuhubiri. Wewe utaweza. Yaani kuna watu watakuvuja moyo, lakini usiogope, kwa sababu yule Mungu ambaye unamtumikia ni mkubwa. Amen. Ukisoma kitabu cha Yeremia 1:19 inasema kwamba nao watashindana nawe, lakini hawatakushinda, maana ni Mungu aliyekuokoa. Amen. Kwa hiyo watu watapigana wewe, watakupiga vita, lakini nakwambia kwamba hawatakushinda, maana Mungu ambaye unamfuata ni mkubwa. Amen. Amen. Tunaishi katika dunia ya shida, tunaishi katika dunia ya mambo mingi, lakini nakwambia kwamba usiogope. Amen. Usiogope. Lako ni jasiri, unakuwa jasiri mbele za Yesu Kristo, na Mungu atakusaidia. Amen. Sio changamoto ambazo unazipata kila siku, sichukulie kama changamoto ya kumtafuta Mungu zaidi. Amen. Bila vile kuvunja moyo ambavyo unavisikia kila siku, ya kwamba unakuwa hivi, ya kwamba kuna vile, ya kwamba kuna vile, chukulia kama changamoto na uende mbele za Yesu Kristo. Amen. Sijui kama nimeongea na mtu mahali hapa. Sijui kama kuna mtu ananielewa siku leo. Ya kwamba ukaweze kuwa hodari, ukaweze kuwa hodari, na Mungu ataweza kukusaidia. Amen. Maana watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Amen. Wanasema kumbe na Yesu alikuwa tofauti kwa sababu ya
mwanadamu alikuwa anafanikiwa apende, lakini wakati kama ameshindikana, unateseka na njaa, hauna kazi, unasema nilisema hivi nitaona, nilisema natafikia boti. Kwa hivyo lakini mwanadamu ile kwamba unaishi vizuri, umevaa vizuri, huwa hapendi, lakini nakwambia kwamba watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Na maana ni kuwa hodari kwa Yesu Kristo, na ataweza kukusaidia. Amen. Amen. Kwa hivyo mpendo unaisikia siku leo, unaweza ukafikia wakati ukaona maisha hayaendi mbele, ukaona umetafuta nyumbani hakuna amani, ukiangalia watoto wako hapo nyumbani hawasomi, ukiangalia kazini hauna kazi. Amen. Mtumaini Mungu, endelea kuwa hodari, mwambie Mungu ninakutumaini wewe, hata teseka yangu wewe, kama unapenda niteseke, hata nikawa mtumishi wa mama, lakini sikuachi Mungu. Amen. Amen. Sisi wa Kristo unaingia kanisani, ukiomba kama haujibiwi unaacha na wokovu. Unaingia leo kanisani na wewe ndio unataka Mungu akufanyie the following day. Leo umeokoka mgonjwa, unataka Mungu akufanyie hiyo siku, akiwa atakuponya basi the following day unatoka. Lakini Mungu hayuko hivyo. Unakuwa jasiri kwanza, unakuwa jasiri, unamtumaini Mungu. Amen. Basi katika haya maneno yangu machache, nataka nikwambie kwamba katika maisha yako usiweze kuogopa zile changamoto ambazo unazipitia, usiweze kuvunjika moyo. Wale ambao wanakuonea vibaya, achana nao. Hao hata wakuuza maisha yao, hawatakununulia nguo siku moja, hawatakununulia fedha siku moja. Mbona wakiongea unakasirika na unaacha imani? Amen. Amen. Mbona wakati fulani ukimsikia amekuongea vibaya, unakasirika ile kwamba hakuna siku hata moja alizokuambia mama sahihi. Amen. Kila kitu ni wewe unapambana wewe mwenyewe, lakini wewe basi mpaka unaacha wokovu kwa sababu umesikia mtu amekuongea vibaya. Amen. Siku ya leo kaa chini na maisha yako. Nikae chini na maisha yako. Najua wokovu wangu vizuri. Tulikuja hapa tuko wengi, lakini kila mmoja anajua uhusiano wake yeye na Mungu. Kwa sababu amesema kwamba ametuhakikishia ya kwamba amesema usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Ile ya kusema kuna ahadi ya uhusiano, yaani kuna uhusiano na Mungu wako. Na ulipokuwa unapiga au unapata joto, ulikiri mwenyewe. Ulikiri peke yako, hakuna watu sisi na watatu. Ulikiri peke yako na kinywa chako. Kwa hivyo wewe mwenyewe angalia uhusiano wako na Mungu wako. Na ukaweze kuwa hodari. Usiogope, unakuwa shujaa na Mungu atakupigania. Amen. 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 Siku ya leo kama mchana wa leo, kubali Yesu Kristo akuongoze. Amen. Usikubali mtu yoyote kurudisha nyuma. Amen. Unakuwa hodari ya kwamba Yesu ni wangu, nifanye nini, mimi niko na Yesu wangu. Amen. Kwa hiyo sisi tutakuwa na mengi hayo.